Hii ni Ujenzi Makanisa, kipindi cha maombezi kwa Global Donor. Ni Alhamisi nyingine ambapo tunakukaribisha msikilizaji mpendwa kwa ajili ya kufuatana nasi katika maombezi kwa mfadhili wa Ujenzi Makanisa. Na leo hii tunakwenda kujikita katika eneo moja kuhusu mtumishi wa Mungu, mjane, yatima ambaye Mungu anakuthamini sana. Wewe leo hii amekukumbuka, anakuletea habari njema yenye matumaini. Ewe mama yangu ambaye ni mjane, ewe kijana wangu, mtoto mpendwa ambaye ni yatima, umeachwa na wazazi wako, umeachwa na mume wako. Bwana amemtwaa katika wakati ambapo unamhitaji sana, lakini siku ya leo ni siku maalum ambayo Bwana anakukumbuka akuletee neno la faraja. Kaa sawa, mguu sawa kwa ajili ya kupokea neno hili, neno lenye matumaini, neno la faraja. Nitakwenda kuomba nawe. Najua unapita katika mapito ya aina, mapito ambayo ni magumu. Yomkini umefika mahali unajutia hata kuishi, unajutia maisha, kwamba ya nini upo katika uso wa dunia hii ambapo unakumbana na mambo makubwa, masahibu makubwa, adha kubwa, na hata una hamu na maisha. Lakini nakutia moyo siku ya leo, Mungu analo neno zuri lenye faraja kwako, ya kwamba utaenda kuombewa, na maombi haya Mungu anaenda kuyafanyia kazi. Anaenda kukurudisha katika matumaini, kwenye faraja, kwenye mafanikio. Maana umeona giza mbele, lakini sasa utaona nuru baada ya maombi haya. Karibu ufuatane nasi. Lakini ninalo neno moja la kwanza ambalo ni maneno ya Mungu, maandiko ya neno la Mungu. Tutakwenda kuyasoma, yawe ni msingi wa maombi yetu, ambapo tutaenda kukuombea. Weke tayari kusikiliza neno la Mungu lenye faraja kwako, mpendwa unahitaji maombezi haya. Taenda kusoma katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati, sura ile ya 10 na mstari wa 17 na 18. Nao unasema, kwa maana Bwana Mungu wenu, yeye ndiye Mungu wa miungu na Bwana wa mabwana, Mungu mkuu, mwenye kuogofya, asiyependelea nyuso za watu, wala hakubali rushwa. Huwafanyia yatima na mjane hukumu ya haki, naye humpenda mgeni, akimpa chakula na mavazi. Oh, mpendo wangu, Mungu anasema yeye ni Mungu wako. Yeye anakupenda, anakufanyia yatima, na wewe ambaye ni mjane, anasema anakufanyia hukumu ya haki, naye anampenda mgeni, anayetoa huduma ya mavazi, ya chakula kwa ajili ya mjane, kwa ajili ya yatima. Mpendo wangu, Mungu anakufanyia hukumu. Usiku wa leo ninakuletea habari njema ya kwamba adha yako, masimango yako, shutuma zako ambazo umefanyiwa na watu wanaokuzunguka, watu wasiokupenda, watu wanaodhani kwamba umeishiwa, wewe ambaye huna maana, lakini sasa Mungu anaenda kukutolea hukumu ya haki kwa ajili ya maisha yako. Yeye ambaye amesimama kinyume nawe, Mungu atakuwa yuko kinyume naye pia katika wakati huu na kuletea faraja. Maana Mungu amekukumbuka wewe, ewe mjane, ewe yatima. Sikiliza, ni wakati wako wa kusimama imara, ni wakati wako wa kupokea hukumu na haki yako katika jina la Yesu Kristo. Mungu anakupa tumaini. Usipoteze tumaini, mtu wa Mungu, maana Mungu amekuumba, amekupa haki ya kuishi, amekupa uzima, amekupa afya, na una haki ya kupokea hivi vipawa vya Mungu, sawasawa na yeye aliye na baba na mama, sawasawa na yeye aliye na mme, sawasawa
anahitaji akubariki na wewe ufanikiwe katika maisha yako, ufanikiwe katika masomo yako, ufanikiwe katika biashara yako. Maana ujapokuwa umekosa mtaji, lakini kwa kumtumainia huyu Mungu ninayemhubiri mahali hapa, angalia, unaenda kupata mwelekeo sahihi, unaenda kupata mafanikio. Mwamini Yesu wangu wa Ujenzi Makanisa ninayekuhubiri katika usiku wa leo, ya kwamba Mungu huyu anaenda kukuchomoa mahali ambapo umebana. Maana umekaa katika kona, unaona umepoteza matumaini, umebanwa katika mtego, na wewe unabanwa katika hali ya kukata tamaa. Uone kwamba sasa huna dira tena, huna mwelekeo tena, lakini Mungu amekuwekea nuru mbele yako, nuru na matumaini ya uhakika juu ya maisha yako ya baadaye. Maana ni sasa Mungu anakujilia. Pendwa msikilizaji, wewe ambaye umekosa tumaini, wewe ambaye ni mwanamke mjane, wewe ambaye ni mwanamke mjane, wewe ambaye ni binti, wewe ambaye ni kijana ambaye ni yatima, umeachwa na baba yako ukiwa bado mdogo, hujamaliza masomo, hujamaliza, unakaa kwa shangazi, unakaa kwa yule dada ambaye anakusumbua, anakukosesha raha kila siku, anakusimanga kwa ajili ya wazazi wako waliokufa. Lakini ni wakati sasa ujue ya kwamba Mungu ni Mungu anayekuthamini, yeye ndiyo faraja yako. Sasa mtumainie Mungu, atakuchomoa katika ule moto ambao unaunguzwa sasa. Wakati huu ni kipindi dogo tu, unaenda kuondoka mahali hapo, unaenda kuingia katika historia nyingine, unaenda kupata mafanikio makubwa, na yeye huyu anayekushutumu atatayari. Chukua hii, maana ni matumaini kwako. Maana Mungu amekukumbuka jioni ya leo, amekukumbuka mtu wa Mungu. Jipe moyo mkuu, utavuka. Masomo yako utaenda kukamilisha, kozi yako unaenda kumaliza, maana Mungu amekujilia usiku wa leo, akuondoe katika hasara unayoipata, akuondoe katika shutuma na majonzi unayoyapata. Mwamini Mungu katika jina la Yesu Kristo, maana anaenda kukutoa mahali hapo sasa na kwenda kukuombea rasmi katika jina la Yesu Kristo. Ninaenda kuomba sasa. Bwana wa majeshi, Mungu wa Ujenzi Makanisa, unamwangalia mjoli wako Bwana. Tazama huyu yatima ambaye Mungu umesema wewe ni Mungu wake, tena wewe ni hakimu wake, ambaye unamletea hukumu ambayo ni ya haki. Unaenda kumtetea mahali ambapo amekwama, anadaiwa mambo ambayo hawezi kuyalipa, anadaiwa mambo ambayo hawezi kuyaleta, hawezi kuyafanya. Ni kijana mdogo tu, hajapata mwelekeo, lakini wewe ndiye mwelekeo wake sahihi. Naomba sasa jidhihirishe kwake katika jina la Yesu Kristo. Mungu muumba mbingu na nchi, uliyenitoa mbali, uliyeniokoa wakati nilipokuwa sistahili. Mungu ulinivuta ukaniita na kuniweka mahali penye nafasi, na hata sasa Baba natumika chini yako. Nimekushuhudia matendo yako makuu, nami ninaliitia jina lako kwa habari ya mama huyu ambaye ni mjane, ambaye tazama ndugu zake wamemwacha, wamemkemea, wamemshutumu ya kwamba hafai, ya kwamba shida anazokutana nazo ni stahili yake, wakati sio. Maana sio, hakuumbwa kwa ajili ya kupata adha hizi, hakuumbwa kwa ajili ya kukutana na masahibu haya, lakini ameumbwa naye akafurahia uumbaji wako. Bwana, ninaomba ukamkumbuke katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba ukashushe faraja kwake, ukashushe ukurasa mpya kwake, ukashushe mafanikio kwake. Naomba Bwana ukamrejezea afya yake njema katika jina la Yesu Kristo. Naomba milango ikafunguke katika biashara yake, milango ikafunguke katika kazi zake, ikafunguke ofisini kwake kwa jina la Yesu. Na jiko rasa pakagia kose katika jina la Yesu Kristo. Ni wakati wa Bwana wa majeshi sasa, ni wakati wa Bwana wa majeshi sasa kutenda muujiza kwako mama, kutenda muujiza kwako.
pokea katika jina la Yesu Kristo. Ewe kijana uliyekuwa katika hali ya kukata tamaa, inuka, tembea, uwe na moyo mkuu, maana Mungu yuko nawe sasa. Funguka moyo wako, mpe Yesu maisha yako kwa unyenyekevu, mpe Yesu maisha yako, nami nakuongoza sasa katika jina la Yesu Kristo. Ewe kijana yatima ambaye hujampokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wako, sema kwa kinywa chako kuanzia sasa, ninatubu, Yesu Kristo, nimetenda dhambi na sasa niko tayari kukufuata wewe Yesu kwa moyo wangu wote. Kuanzia hii siku ya leo, ninaamini ya kwamba wewe ulikufa msalabani kwa ajili ya dhambi yangu, na sasa naomba Bwana unitakase kwa damu yako Yesu Kristo. Ninaomba unitakase katika jina la Yesu, niokoe, na katika jina la Yesu umeokoka. Pokea wokovu katika jina la Yesu. Ewe kijana uliye binti mdogo tu, lakini ulikuwa hujui Yesu, sasa umempokea Yesu, nawe tembea katika nuru. Kuanzia sasa umekuwa kiumbe kipya na mambo yatabadilika maishani mwako. Mama, shika moyo mkuu, Mungu ameenda kukubarikia katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, na achilia uponyaji ndani ya mwili wako, na achilia uponyaji ndani ya mwili wako. Najua una simanzi katika mwili wako, ewe mama mjane, katika jina la Yesu Kristo. Mungu akukumbuke hata katika maumivu ulionayo katika viungo vyako. Kuanzia sasa na ving'oa katika jina la Yesu Kristo, vikatoke, ukapate afya na amani katika moyo wako kwa jina la Yesu. Nasema kama ishivyo Bwana wa majeshi, Mungu amekwisha kufanya. Mungu wa ujenzi makanisa amefanya. Sema amen, sema amen. Pokea uzima, pokea afya, pokea mafanikio, pokea ukombozi ndani ya maisha yako. Mara jambo hili litakapodhihirika machoni pako, na kusihi kwa jina la Yesu, mtumishi wa Mungu unayenisikiliza, utakapokuwa umepokea, umedhihirisha kwamba umepokea, Mungu wangu ninajua amekwisha kufanya. Lililobaki ni wewe kushuhudia, na ninachosema litakapodhihirika ndani ya moyo wako ya kwamba Bwana amefanya, mpe Bwana utukufu, mpe Bwana utukufu, mwinulie Bwana shukrani kwa sadaka yako nzuri ya ujenzi makanisa. Tenda hili kwa imani kupitia namba na akaunti ya benki unayoiona katika skrini hii. Utakwenda kutuma kiasi cha hela ambayo Bwana atakujalia. Mungu atakwenda kuimarisha uponyaji wako na mafanikio yako katika kila unachotia mkono kutenda. Mungu atakuwa pamoja nawe kwa sababu umekuwa mwaminifu, na Mungu umemwamini, naye atajidhihirisha kwako. Shika hilo katika jina la Yesu. Neema ya Mungu iwe nawe hata tutakapokutana tena katika kipindi kingine kama hiki.